tafadhali bonyeza subscribe button kisha alama kengele. Asante. Mwenyekiti wa Chama cha Demokrasia na Maendeleo Chadema, Tundu Lissu, ameonekana mahakamani wakati wa usikilizwaji wa kesi inayomkabili. Mwanza, Mahakama Kuu ya Tanzania imetoa uamuzi unaoweza kuwa wa kihistoria baada ya kutamka kuwa kifungu cha sheria kinachoruhusu baadhi ya mashahidi wa Jamhuri kutoa ushahidi kwa kufichwa kinakinzana na katiba ya nchi. Uamuzi huo unakuja wakati baadhi ya mashahidi katika kesi ya uhaini dhidi ya Tundu Lissu wamekuwa wakitoa ushahidi wao kwa siri bila mtuhumiwa kuwatambua kwa sura wala majina. Katika mwenendo huo, mawakili wa upande wa mashitaka pekee ndio wanaowafahamu mashahidi hao, huku jopo la majaji likiwaona wakiwa katika kizimba maalum wakati Lissu akisikia sauti zao pekee. Katika hukumu ya shauri la kikatiba lililofunguliwa na wakili Godfrey Mjuni Basasing'ohe iliyotolewa Februari 16, 2025 jijini Mwanza, jopo la majaji watatu lilibainisha kuwa kifungu hicho kinakiuka katiba. Majaji hao walisema kifungu cha 194 cha Sheria ya Mwenendo wa Makosa ya Jinai CPA kinachotoa ulinzi wa kisheria kwa mashahidi wa mashitaka hakizingatii usawa mbele ya sheria kama ulivyoainishwa katika vifungu vya 12(1) na 13(1) vya Katiba ya Jamhuri ya Muungano wa Tanzania. Kwa mujibu wa majaji Fahamu Mtulia, Kamana Stanley na Wilbert Chuma, kifungu hicho kinatoa haki ya ulinzi kwa mashahidi wa upande wa mashitaka pekee, huku kikiwanyima fursa sawa mashahidi wa upande wa utekezi, jambo linalokiuka misingi ya haki na usawa. Ndani ya miezi 12 kuanzia tarehe ya uamuzi huu, kifungu cha 194 cha Sheria ya Mwenendo wa Makosa ya Jinai kifanyiwe marekebisho na Bunge la Tanzania ili kuzingatia kanuni ya ulinzi sawa wa sheria. Endapo halitarekebishwa, kifungu hicho kitapoteza nguvu ya kisheria, walieleza majaji hao. Katika shauri la kikatiba namba 22482 la mwaka 2025, wakili Basasing'ohe aliyewakilishwa mahakamani na wakili Elias Hezron alifungua kesi hiyo dhidi ya mwanasheria mkuu wa serikali AG pamoja na mkurugenzi wa mashitaka DPP.